Jumuiya ya Afrika Mashariki inakabiliwa na upungufu mkubwa wa fedha. Ni nchi 2 tu kati ya 8 katika jumuiya hiyo ambazo zimelipa kikamilifu michango yao ya mwaka. Taasisi muhimu za jumuiya hiyo kama mahakama na bunge zinakabiliwa na hatari ya kushindwa kuendesha shughuli zake kutokana na uhaba wa fedha. Mwandishi wetu Veronica Natalis kutoka Arusha, yalipo makao makuu ya jumuiya hiyo, anatueleza zaidi. Tovuti rasmi ya Mahakama ya Afrika Mashariki, miongoni mwa taasisi muhimu za utoaji haki katika jumuiya hiyo kongwe barani Afrika, ilichapisha taarifa iliyoeleza kwamba mahakama hiyo imeshindwa kuendesha shughuli zake kutokana na ukosefu wa fedha. Taarifa hiyo iliyochapishwa mwaka 2024 ilieleza kwamba kutokana na kuchelewa kwa michango kutoka kwa nchi wanachama kumelazimisha kusitishwa kwa baadhi ya vikao vya kusikiliza kesi, hali iliyosababisha mrundikano wa zaidi ya kesi 200. Viongozi wa juu wa jumuiya wamewahi kukiri mara kadhaa kucheleweshwa ama kutotolewa kabisa kwa michango kutoka kwa baadhi ya nchi wanachama, japo kumekuwa na kigugumizi cha kuzitaja moja kwa moja nchi ambazo hazitoi michango. Katika mkutano wa wakuu wa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki uliofanyika mwezi huu wa Machi mjini Arusha, Tanzania, mwenyekiti wa jumuiya hiyo aliyemaliza muda wake, Rais wa Kenya William Ruto, alitangaza mipango kadhaa ya kunusuru jumuiya na hali ya uhaba wa fedha. Going forward to make contribution to this community fair and equitable. Kuanzia sasa na kuendelea, ili kuwa na uchangiaji wa usawa, nchi zinazonufaika zaidi na jumuiya na zenye uchumi mkubwa zaidi zitachangia zaidi kuliko nchi ambazo hazinufaiki sana na jumuiya na zenye uchumi wa chini. Na vile mishahara ya wabunge wa bunge la Afrika Mashariki, ambayo huchukua takribani 30% ya bajeti ya jumuiya, sasa italipwa na nchi zao. Will be paid by their respective parliaments. Marais hao wa nchi 8 pia wamefikia makubaliano kwamba nchi zinazodaiwa michango yao katika jumuiya hiyo zimesamehewa madeni kwa 50% na kiasi kilichosalia kinatakiwa kulipwa ndani ya kipindi cha miaka 2. Katika kikao hicho, katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki aliyemaliza muda wake, Veronica Nduva, alisema kwamba I assumed office at a delicate time when the EAC was facing institutional credibility challenges. Nilipoingia madarakani, nilikuta Jumuiya ya Afrika Mashariki inakabiliwa na changamoto za kiuchumi, uaminifu wa taasisi na upungufu wa rasilimali watu. Niliweka vipaumbele vyangu katika kuimarisha uthabiti wa taasisi na kuiweka upya jumuiya inayowafikisha watu katika kitovu cha maendeleo. Jumuiya ya Afrika Mashariki huendeshwa na michango ya nchi wanachama, ada za usajili wa biashara, huduma za kisheria na miradi ya pamoja. Veronica Natalis, DW, Arusha.